Kwa sasa unaweza kwenda nyumbani. Mimi nitakuwepo huko kwa ajili ya kuwasalimia ndugu zangu kidogo. Machozi yamekuwa mto wa safari, kila usiku, kila asubuhi najiuliza, mbona njia ni giza? Majibu ya... Habari yako dada? Salama. Samahani dadangu, naomba unisaidie kitu kimoja kama utojali. Kitu gani hicho? Nakusikiliza. Mimi na njaa sana hapa nilipo na sina hata hela ya kwenda kununua chakula. Kwa hiyo naomba unisaidie kiasi kidogo cha pesa ili niweze kupata chakula. Asante. Lakini mbona umeloa hivyo ingalikuwa hakuna mvua yote ilionyesha? Unapitia changamoto gani? Hamna changamoto yoyote. Lakini pia nina uhitaji wa kazi kama utojali. Samahani. Lakini mimi nyumbani kwangu kuna mfanyakazi tayari. Ningekuwa sina mfanyakazi nyumbani kwangu ningekuchukua ndio ukafanye kazi. Samahani sana. Na pia hebu badilisha basi hizo nguo. Au hauna nguo za kubadilisha? Hizo nazo. Basi badilisha, maana utapata homa. Asante. Mume wangu. No. Hivi yule binti alivyokuja jana na kuongea maneno makali ya namna ile, umemfikiriaje? Maana mimi kiukweli roho imeniuma sana. Wanasema bora umfadhili mbuzi utakunywa mchuzi kuliko kumfadhili binadamu atakuuzi. Yaani alimaanisha nini yani kuja kutukana maneno makubwa kama yale na kutushushia adabu zetu? Ni kweli mke wangu. Kwa matamshi aliyotamka yanaudhi. Na sio peke yako, hata mimi niliumia. Hapo ndio ujue utukufu wa Allah. Allah angekuwa na maadhibu kila anayekosea, wasingekuwepo binadamu hapa duniani. Kuna sisi tujifunze kusamehe. Tumsamehe tu. Ni kweli hilo unalosema liko vizuri. Lakini mpaka nakwambia hivi, sio mara ya kwanza. Hii ni mara ya pili. Mimi nishakutana naye wakiwa mabinti hawa wawili. Pia walinizalilisha kama hivyo alivyokuja kuzalilisha hiyo jana. Sasa sijajua lengo lake na niaba yake ni nini. Hapana. Sisi tumepewa karama ya kumsaidia kila mtu mwenye shida. Kwa kikubwa tumsamehe. Inna Allaha masabirin. Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wenye kusubiri. Kwa tumsamehe maana ajua alifanya. Mimi nimefurahi. Unikumbusha kuhusu hilo. Asante sana. Mimi nishasamehe. Recho. Recho, unaenda wapi? Recho. Recho.
imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea. Mchaikara, haya wapi na hizo ngwara zako? Umenishtua. Eti umenishtua. Mnaada vikoba tu na marejesho yake. Mtakufa na presha. Ngoja aje nikusikilize hapo Kamoni. Hai. Da saizi. Sijaziandika. Aya, nimekuja kumuuliza kadogo, nimemkuta. Eti nimekuja kumuulizia kadogo vipi nimemkuta. Ya unashinda kutuliza wewe miswaki zako nyumbani kwako, unakuja kwenye miji za watu tu. After shot unashinda hata kupiga hodi unaingia kama uani. Mimi nikuchukulieje? Kwa hiyo nyinyi ndio mnawarubuni wake za watu, wanakuwa na viburi, wanawapiga hadi waume zao. Unajua kama mimi nimepigwa hadi hapa nimelazwa miaka 8, mpaka sasa hivi naugulia maumivu moyoni. Alafu nakuuliza unaanza kunikoromea na kuja kunikejeli mimi hapa. Kumbe kavu bila tomato. Yaani wewe kaka una matatizo. Tena ukome, usinijie juu. Sawa? Yaani kama yeye chizi mimi mwandazimu. Ukome mara moja. Mpuuzi nini? Mimi ndio kadogo nimeshika kichwani. Au nimeshika mikononi natembea nayo? Ukome kaka. Usinipande kichwani. Kelele kenge wewe. Kata wenge. Wewe unanifokea kama nani nyumbani kwetu? Unajikuta nani? John Cena? Mwandonga. Unajikuta nani nakuuliza? Hata tu nikujuze kwamba hivi matatizo yameanza Harmonize kule Mtwara. Kwa sio mimi tu wa kwanza. Kashamba kabisa haka. Sasa nakwambiaje? Kijana atushodi. Kuna shughuli tunaenda. Afu bado poa tu. I kid you. Hata tu nikufahamisha kwamba huyu kipi haingiliki hivi. Kipunje. Samani kama nitakuwa nakupotezea muda. Ila na maongezi na wewe. Baridi lopoka, sema zingatia muda sana, harakati zangu kibao kwa maskani za kwenda kufanya. Usije ukaongea hapo hapa tukabadilisha zoezi. Hivi mzee Manembo ni babako? Ndo faza ule pale, japo ante mmoja ndo hivyo tunakwazana, ila ndo mshwadingi yule. Kwani vipi? Kipunje. Mimi nakupenda sana. Tena nakuheshimu. Ila tunakosana katika vitu vidogo sana. Najua unafahamu kama mimi ni mama yako. Ila mimi ni Asalama kanyola walai. We kisokolo kwinyo. Usisubutu kumwambia mwanangu kitu chochote. Na endapo kisubutu kufanya hivyo, ukamwambia, basi mimi nitakuua. La mbusu. Hapana. Sisemi. Utumbo vipi tena mbona kama hivi? Usharuzi au sio? Fuse imekatika unaanza kunirushia hapa. Useme nini sasa? Kwani mimi nimekuuliza vipi? Wewe tusichukuliane poa, nimechukua muda wangu ukaa hapa kukusikiliza wewe, nikajua unaongea vitu vya maana afu tena unakuja kuniletea ushanta. Wewe kishtobe nini? Chukua time afu usinisimamishe kwa vitu vyako vya ajabu kama hivi. Kashamba kabisa. Sikiliza nikwambie, tulia hivyo. Usitaka nikuonesha ukenge. Mimi nakuonesha ukenge upagaru mchanganyiko. Mwenyewe nimevurugiwa hivyo. Hadi siriki yani chukuchuku, yani kama ni mboga. Tusimpe hata mjamzito atatoka mimba. Ngoja. Tulia. Kaka vipi mchanganyiko? Tulia, unaenda. Baby hello. Kamiligia. Yaani kumbe atakajiamini kanaogopa mabiti. Kumbe sasa mabiti ya sikituzimi. Kumbe hata mabiti ya stani mnaogopa. Kumbe ni kampuni la Mama Amina kameacha ndala. Yaani akaenda kukatunza. Yesi mnavunga miguu yenu imelambwa na mbwa mwezi kutunza kwenye majumba yenu. Kuta tu kwenye majumba ya watu. Hata akakandala nenda kukeka kwenye banda la mbwa. Ili mbwa ijisi na yenyewe inafadhila imepata ndugu. Miguu yenu imelambwa na mbwa. Kama unijui, uliza mtaa mzima kipe ni nani, utaambiwa tu. Muulize hata nani yule Kimwanya nani? Eliza Kimwanya anijua. Kavu kabisa yake. Yaani hapa namsubiri kata hapa. Yeye haijaisha paka ishe. Wakuja kunifanya
wanakuja kunipiga. Kwanza sijapona. Ngoja. Hata kama alikuwa kunisaidia sangesema. Ananiacha nizo ananivamia. Dada vipi unatembea uangalie mbele? Kwanza chula wapi? Chula Manzese Buguruni au Kibaigwa? Au Kibada wewe? Maisha gani? Nisamee kakaangu, bahati mbaya kuna vitu nilikuwa naviwaza. Nisamee sana. Kwa maisha yako unatembea na mawazo baada ya kutembea na miguu mshamba mmoja mdembwe kale wewe hujatoka bado hata kidogo. Maisha gani? Vipi tena kutembea na majani umekuwa mbuzi? Baridi hapo kwenye una simu? Kaka, nakwambia nisamee. Mimi situmii simu kwanza. Sasa utumie vipi msichana mzuri kama yafu utumie simu dakika moja unaweza kutadharau, unachukulia poa kielele. Kwanza unakaa. Mimi nakaa hapo mbele kwa mzee Chendu, ila nilikuwa naomba tu niende. Kwa mzee Chendu? Ni mbona simjui, mkimbizi nini katokea Burundi au Mtwara? Sema baridi hapo kwenye. Wewe umekataa kunifusia mimi namba yako. Mimi nakuingilia hapo mtaani kwako baadaye uje kuchukua namba. Mambo ya nyumbani tena? Hapana. Mimi simu sina, naomba tu nyumbani usije na nililokosea naomba nisamee. Yaani sitaki kabisa mambo ya nyumbani. Au sio? Kwa hiyo mimi nimekuachawa na kufagilia hapo mwanangu, au sio unachukulia poa? Hapa ndio ile panga viso ngozi laini ni operation tu na wembe wake unakata namna hii. Sio story zetu. Chola. Oya chola basi. Unachukulia poa. Mtu mwenyewe nyashi una kama Mturuki afu unachukulia poa. Eti mimi nini? Mimi nakuingilia huko mtaani kwenu. Afu unavotaka mimi nataka vile vile yani. Aishi mpaka aishe. Kuda dadako, shangazi yako, bibi yako kipele. Ya banda ndota. Mwa. Au nije? Shoga yangu nakwambia. Yaani mimi hapa kishanileta ndio kumpa msamaha kwa wale waliotokea. Mimi zile taarifa niletiwa na Nunu na mimi hata sikufikiria mara mbili. Nikaanza kupitamaza mtaani. Kumbe mambo ni ya uongo ndugu yangu. Lakini tulichomfanya huyo Nunu huyo. Na tena atakuja kuambia vizuri. Yaani tumemchamba, tumemshushua. Yaani kabaki tepe. Mtaa mzima anajua tulivyomfanya, yani tumempiga, tumemchakaza kule mitaa kati pale. Atakuja kukwambia, atakufuata si shoga yako. Lakini sasa kwangu mimi ngomba nisamee. Yule pale alikwenda tu mimi nigombane. Ili urafiki wetu upe. Hapa unajua kabisa mimi naye ni ndugu kabisa. Yaani hivi. Wanaposema fikiri kabla kutenda, uweza kuwa na maanisha. Wewe umepewa jambo hujajidadavua, hujaipata maana yoyote, ukalibeba kichwani kinja unazula nao mtanzi. Dadangu alishindwa kabisa kuniamini. Ila ninachoshukuru kashaujua ukweli. Ila kikweli umeniumiza sana. Kama hivyo nimekuja kujishusha mwenzio. Mimi mwanadamu nilikosea, tunajua bisa mtoto wa kike, tukileta kitu tu. Atuchunguzi mara mbili, tunasamaza mtamzo. Mimi kakaangu nilimwambia kwamba ustazi amesha wewe unatembea na ustazi. Sawa, mimi nimeshakusamea ndugu wangu. Ila bora hata ulivyokuja maana nilikuwa sina hata mtu wa kupiga naye story. Alafu nimepika vitu fulani hivi. Si unajua? Si unajua tuna ndugu wangu. Na wewe unapokuja unapopenda hapa. Tenzetu ndani ukajionea. Hai udogo kupaa shoga yangu. Hujampata? Yaani sijampata mume wangu. Maana amepiga kona hii hapa. Na mimi nikapiga kona hii hapa. Naenda kumwangalia kule mbele. Yaani
Sijamuona kabisa, hata sielewi ni nini sasa. Nisikiza nikwambie. Inabidi turudi tu nyumbani. Mathalani yeye ni mtoto. Atarudi tu na tutajua kisa ni nini. Maana hizi kutufanya watu wazima tukimbie hivi. Kikubwa tu Allah amfanyie pesa rudi salama nyumbani. Twende. Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake. Sioni mwisho, sioni mwanzo, ni kama dunia imesahau hazina ya upendo. Hii ni ya tsunami, hii ni ya tsunami. Ni vyema ingekuwa na kifaa cha kuchimbia kuliko ukatumia kiganja chako cha mkono. Unaweza kuwa na kumbukumbu hapa umefikaje? Hapana. Nakumbuka kumbukumbu yangu ya mwisho nilikutana na mbibi. Alinishika kichwani na baada ya hapo nilikuwa sina kumbukumbu nyingine. Sawa. Ongoza upite ndani. Usiogope. Uko sehemu salama. Pita ndani. Anawakomesha wachawi, anawafichua gizani, mtetezi wa haki, kwa kila hatua anashinda vita. Huwezi kumdanganya hata kwa kivuli, huwezi kujificha nyuma ya nyota, kwa kila pigo la mwanga wake. Odi! Odi! Karibu. Asante. Habari ya saizi bro? Salama. Naomba kuuliza hapo unapoishi Nkela?
Ndio. Sawa. Kama utojali unaweza kanitia nikazungumza naye. Wewe ni nani yake? Mimi ni rafiki yake tu. Maana kuna kipindi fulani nilikutana naye njiani akiwa anahitaji msaada, nikamsaidia kama sehemu ya mtu ambaye ni msamaria mwema. Na nikamuuliza naishi wapi, akaniambia naishi mitaa hii. Ndio maana nimeuliza mpaka nimefika hapa. Sasa hapa napata picha kamili. Yaani kumbe mimi ndani nyumbani kwangu siheshimiwi. Heshima imeshuka kabisa. Sipati haki zangu za msingi. Kumbe chanzo ni wewe. Yaani wewe ndio unamtia ukiburi Nkela. Ha? Kaka, mimi sio mbaya wa familia yako. Mimi ni msamaria mwema tu ambaye nimetoa msaada kwa Nkela. Na nimekuja hapa lengo nijue anaendeleaje. Maana mara mwisho nimeachana naye kwenye wakati mgumu sana. Ni hivyo tu kakaangu, sina lingine zaidi ya hilo. Nisikilize. Inaonekana kabisa zaidi kuwa ujio wako hapa amekuagiza ili uje kuniangalia. Kama sipo, afate mizigo yake mingine ili ahamie kwako moja kwa moja. Sasa basi, utaniambia mke wangu wapi alipo kabla sija kuchafua wewe na huyo Nkela wako. Oya, mimi nalo mbaya. Usinifikirie vibaya kabisa. Kwa sababu hata mara mwisho aliniambia naishi na mdogo wake tu. Na imekuwa ni vizuri kufahamu kama wewe ni mume wake. Kwa hiyo mimi sio mtu mbaya kabisa. Nasemaje? Lazima uniambie wewe. Ebwana Chema la masiko fanaye jiga. Tendo ilianza kama utani, mambo vipi sita, kajibu poa. Sasa kosa langu nini? Nilimuuliza na mtu akasemana. Nilijihisi mwenye bahati, mtoto kama huyo ntampata wapi? Nilijua ni wa Masaki, kumbe wa hapa Pamburati. Tena jirani ya mbuzi ni kipigo minaumia, msone najikaza na tamani kulia. Mbona Swalehe umenikamia? Hebu shusha hilo gongo utakuja niua. Utani utani, 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 kumbe utani.